Kila safari ya mwanasoka ina vipindi vyake viwili, mchana wa shangwe na usiku wa maumivu, lakini kwa wachache kuna kipande cha tatu, kipande ambacho kinageuza maumivu kuwa hadithi inayokumbukwa. Hii ni hadithi ya Mohamed Bajabir, kijana aliyeingia Simba Sports akiwa na matumaini makubwa, akapitia giza refu la majeraha na kisha kurudi kwa mguso mmoja tu uliobadilisha kila kitu. Alipotangazwa kusajiliwa kutoka Polisi FC ya kule nchini Kenya, mashabiki wa wekundu wa Msimbazi walipokea jina jipya, Mohamed Bajabir. Wakasema jina jipya, sura mpya na matumaini mapya. Simba ilimuona kama kijana mwenye kasi, nguvu na ubunifu wa kipekee, lakini mara nyingi dunia ya mpira sio kama ilivyo kwenye karatasi. Bajabir hakuanzia pale mashabiki walipotaka, bali alianzia kwenye kitu ambacho wachezaji wengi hukiogopa. Majeraha ni neno dogo, lakini linavunja ndoto kubwa sana. Wakati wenzake wakiingia uwanjani, Mohamed Bajabir alikuwa kwenye chumba cha matibabu akiendelea kujiuguza taratibu, huku akifanya mazoezi mepesi, akitembea pole pole, akijifunza kutembea tena kama mchezaji. Yani mwendo wake ulikuwa nyatu 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 nyatu, kama mtoto ambavyo anaanza kutembea, yani te 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 te. Kila siku ilikuwa ni vita dhidi ya mwili wake, vita dhidi ya mawazo yake, na vita dhidi ya hofu ya kusahaulika. Makosa madogo kwenye mwili yanaweza kufuta msimu mzima, na kwa Bajabir ilionekana kama muda unakimbia. Wakati majina ya wachezaji wengine yakitikisa ligi kuu nchini Tanzania, Bajabir jina lake lilikaa kimya. Yani kama kulikuwa hakuna kitu. Kimya kina sauti yake, na katika kimya hicho aliwaza, je, nitakaporudi nitajibu vipi? Na nitakuwa yule niliyekuwa Polisi FC au nitakuwa kivuli cha jana? Hayo ni baadhi ya maswali ambayo yalionekana yanapita katika ubongo wa Mohamed Bajabir. Hapo ndipo roho ya Simba ilipojaribiwa, sio kwa dakika 90, bali kwenye miezi ya giza ambayo hakuna anayemuona. Siku ya kurudi, hii ni siku ambayo watu wengi walikuwa wanatamani kuiona itakuwa vipi. Kocha Suleiman Matola Verone kwa mara ya kwanza akaita jina lake Mohamed Bajabir, inuka. Kisha Bajabir akainuka, viatu vikavaliwa, vikatulia tuli, na tumaini katika mwili wake likaamka. Akafanya warm up, mashabiki wakaanza kuimba jina lake kwa sauti ndogo, taratibu, bila hofu yoyote, yani Bajabir, 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 wakiendelea kumuimba, kumuhamasisha na kuonesha kuwa wanahitaji sana kumuona akiwa katika kiwanja akipishana dhidi ya wanaume wengine 11. Yeye Mohamed Bajabir akiwa kwa mara ya kwanza na uzi wa Msimbazi katika mechi za kimashindano. Fourth official alimuita pembeni dakika chache tu zilizosalia kabla ya dakika 90 kutamatika, lakini wakati mwingine Waswahili wanasema maisha hubadilika ndani ya dakika moja tu. Mohamed Bajabir akaingia uwanjani, akatulia, akapumua, akisikiliza damu zikitiririka katika mishipa yake. Mpira ukamfuata, moja tu touch, niyo ikazaa historia nyingine, akiwa hajagusa hata mara moja uwanja tangu majeraha yamtokee. Lakini hali ikawa tofauti. Mpira wake wa kwanza kuugusa ukawa bao. Dakika chache tu uwanjani, mguso mmoja, mstari mmoja, na historia mpya ikaandikwa. Huyu ni Mohamed Bajabir, shujaa ambaye amevumilia sana. Huyu ametuonesha kuwa sio wahenga wote ni matapeli, bali wale waliosema mvumilivu hula mbivu, basi imejidhihirisha katika miguu ya Mohamed Bajabir. Bao lake halikuwa tu alama ya kurudi uwanjani, anatuma ujumbe kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kuwa niko vizuri, nipo vizuri zaidi ya jana. Kile ambacho mnatarajia kukiona kutoka katika miguu yangu, basi mtakipata sana tu. Ujumbe ambao Mohamed Bajabir anaweza kuwa pia amewatumia mashabiki na wapenzi wa klabu ya Simba ni kuwa bado nyie mna hazina kubwa ya wachezaji, kwa hiyo msijali kabisa. Kukosekana kwangu hakukuwa pigo kwenu,
lakini nimekuja basi naendelea kufanya kile ambacho wengine walikuwa wanaendelea kukifanya. Ujumbe wa kwamba majeraha hayawezi kuua ndoto. Ujumbe wa kwamba Mohamed Bajaber, niko hapa kuandika historia mpya. Amepewa jezi nambari 17, jezi ambayo imevaliwa na nyota wengi katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, nyota ambao wameacha historia kubwa. Ukianza kumzungumzia msimu uliopita, jezi nambari 17 ilivaliwa na Deborah Fernandez Mavambo, kiungo ambaye alipendwa sana na mashabiki wengi wa Simba. Lakini msimu nyuma tena jezi hii ilivaliwa na ni jezi yenye heshima, ilithaminiwa sana ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwani ilivaliwa na mwamba mmoja tu, Clatous Chota Chama, mwamba kutoka kule Lusaka nchini Zambia. Alitendea haki kabisa jezi nambari 17, na sasa ipo nyuma ya mgongo wa Mohamed Bajaber, na mashabiki wa Simba wana matumaini makubwa sana kwa Mohamed Bajaber. Mashabiki wa Simba wana ndoto kubwa sana kwa Mohamed Bajaber akifanya mambo makubwa zaidi, huku wengine wakisema labda Clatous Chota Chama amerudi kwa mfumo mpya, labda Emmanuel Arnold Okwi amerudi kwa mfumo mwingine mpya, mfumo ambao ni wa Mohamed Bajaber. Wengine wakasema hebu vua kinyago, huenda wewe ni Chama ambao umejivika kinyago cha kutoka kule nchini Kenya. Hebu tuone Mohamed Bajaber ataanza kufanya nini. Ligi bado mbichi, mechi bado chache ambazo Simba amezicheza. Je, atakwenda kufanya makubwa ambayo wana Simba wengi wanatamani kumuona akiyafanya? Atakwenda kufanya maajabu ya namna gani? Mimi na wewe hatujui, ila akili na miguu ya Mohamed Bajaber inatambua vitu vyote, kitu gani anakwenda kukifanya. Hii ilikuwa ni safari ya Mohamed Bajaber kutoka kule Polisi FC nchini Kenya hadi Simba Sports Club, kutoka katika majeraha hadi first touch goal, yani mpira mmoja tu wa kwanza na ndo mpira uliozaa goli, kutoka kuwa kimya hadi kuwa Simba aliyenguruma katika mioyo yake. Mashabiki wanataka kukuona Mohamed Bajaber ukifanya makubwa katika jezi nambari 17. Mashabiki wanataka kukuona Mohamed Bajaber ukiacha historia katika ligi kuu ya Tanzania. Hii ni comeback ya kifalme ambayo umeifanya, na safari yake ndiyo kwanza inaanza. Unatazama Seni Media, burudani na michezo zote kwa ajili yako. Tazama zaidi, furahia zaidi.